Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 ukikunja jamvi hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Baadhi ya washiriki waelezea wanachoondoka nacho. Na biba pia kushika wanaume kwenda nao pamoja, kwa sababu tukizungumza peke yetu itakuwa ni sisi kwa sisi. Tukizungumza na wanaume tunakwenda pamoja na tunaamini tutafanikiwa kwa pamoja. Kwa hivyo lazima tuanze kubadili taratibu. Hata sisi wanawake wenyewe tunajifikiria kwa namna gani. Ile habari ya kusema mwanamke anaweza akiwezeshwa na nani? Lazima tuanze kutazama kwamba kama mwanamke anaweza kuzaa dunia nzima, basi mwanamke ana uwezo wa kubeba majukumu ya kuongoza nchi. Basi hayo na mengine ndio tutamulika kwenye mada hii kwa kina maalumu hii leo. Karibu, andamana nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 19 ya mwezi Machi mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza na muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Naanzia na swala la Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, Ubelgiji, kuhusu kinachoendelea Mashariki ya Kati, akiwa na rais wa Baraza la Muungano wa Ulaya Antonio Costa, ametoa ujumbe mahususi kwa wahusika wakuu wa mzozo huo. Amesema kwanza, kwa Marekani na Israel ni wakati mwafaka kumaliza vita hivi ambavyo viko hatarini kutodhibitika kabisa, vikisababisha mateso makubwa kwa raia na athari zake zinaenea katika uchumi wa dunia kwa kiwango cha kutisha, zikiwa na uwezekano wa kusababisha madhara makubwa zaidi, hasa kwa nchi zenye maendeleo duni. Kisha ujumbe wake wa pili ni kwa Iran. Stop attacking your neighbors. Acheni kushambulia majirani zenu. Hawakuwa sehemu ya mzozo huu. Baraza la Usalama limelaani mashambulizi haya na kuamuru yasitishwe, pamoja na kuagiza kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ameshukuru Muungano wa Ulaya akisema anaamini kuwa utakuwa kitovu katika kudumisha utulivu wa kimataifa na utawala wa sheria. Sasa twende Afrika. Kuelekea siku ya kimataifa ya furaha hapo kesho Machi 20, raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo lililogubikwa na mizozo ya silaha, wanaeleza furaha kwao inamaanisha nini. Kwa majina naitwa Benjamin Asimoni, na kwa mkazi wa mji wa Beni, ndani ya kaskazini ya Kivu ya Kaskazini. Furaha duniani kama inakuwa na siku kuu ni vizuri, kwani kwangu kama mkazi wa Beni, kile kinapaswa kunipa furaha ni kuona wale ambao wamekuwa chanjo ya vita wamekubali kuongea pamoja kwa ajili ya kutafuta kurudisha vicheko midomoni kwa wale watu wengi kadhaa ambao wamekimbia, wanalala nje kukosa vyakula, kwani kuna kwa watu fulani wameweza kuchagua njia ya vita. Furaha ni kusema amani imerudi, wakimbizi wamepata vyakula, wamerudi fasi ya kuikaa, mahali ambapo walikuwa wakijitegemea kwa kazi za kawaida kila siku. Ndio furaha yangu hii, amani irudi, vita ishe, watu wakubaliane waishi tena pamoja. Kwa majina naitika kwa jina la Diane Kasomo Marie Claire, na niko mkaaji wa Beni, yani nchini Kongo. Kwa kawaida ni siku ambayo inamaanisha furaha, lakini sio kama tunaishi katika furaha, kwani tunapitia mambo mengi sana ambao dunia nzima inasikia. Kwa sasa tuna wakimbizi waliotoka Goma, tunaishi nao nyumbani, na nikisema tu furaha haiko, na watu wanaishi sana kwa shida. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à من بين الدول التي شاركت
Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Hatimaye baada ya takriban wiki mbili, mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 unakunja jamvi leo hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Marekani. Maudhui yalikuwa kuendeleza haki, sheria na kuchagiza hatua kwa ajili ya wanawake na wasichana. Je, washiriki wanaondokana nini? Fuatana na Assunta Masoi kwenye mada hii kwa kina maalumu. Swadakta kabisa, na moja kwa moja naanza na cha usiku Kafuti Kuya, naibu mrajisi mahakama kuu Zanzibar nchini Tanzania, na anasema katika wiki mbili walizokuwa hapa, swala kubwa lilozungumzwa ni ushirikishwaji wa watu wote, na hilo analibeba na kuondoka nalo. Nilichokibeba hapa pamoja na hizo kutoa elimu, lakini pia ni ile kwamba ushirikishwaji, wanasema pamoja na kwamba tunaenda tunaelimishana masuala haki za wanawake na vitu vingine, lakini ushirikishwaji wa wanaume ni kitu ambacho kimesemewa karibu katika side event nyingi ambazo nimeingia. Kwa hiyo nimesema pamoja na kwamba tutakuwa tunayo mikakati ya kama mwanamke na kama naibu mrajisi wa mahakama Zanzibar, lakini nimesema nabeba pia kushika wanaume kwenda nao pamoja, kwa sababu tukizungumza peke yetu itakuwa ni sisi kwa sisi. Tukizungumza na wanaume tunakwenda pamoja na tunaamini tutafanikiwa kwa pamoja. Mshiriki mwingine ni Zahra Salehe, mkurugenzi mtendaji wa shirika la ICAO linalojihusisha na kuwakwamua vijana nchini Tanzania. Akihojiwa na Arnold Kayanda wa idhaa hii, amesema kwa kushiriki mikutano hii amegundua kuwa changamoto nyingi zinakaribiana kufanana kote ulimwenguni, na kuna kundi moja katika jamii likizingatiwa linaweza kuwa mwisho wa changamoto ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikivuka kizazi kimoja hadi kingine. Tunabadilishana huo uzoefu, hichi kilifanya kazi, hichi hakifanyi, na mimi nabadilishana hiyo. Kikubwa mimi wanachojifunza kutoka kwangu ndio ni kulitizama dirisha la kundi la vijana kama ndio sehemu ya kufanya mabadiliko. Unajua kuna matatizo mengi tunajifunza tukija hapa, lakini ni kama yanaendelea. Generation iliyopita walipitia, kinachofuata kizazi kinachofuata kinapitia, kizazi kinachofanya kinapita. Jinsi gani nchi mbalimbali zinaweza kufanya dirisha la vijana kama ndio sehemu ya kufanya mwisho wa kile ambacho walikipitia kizazi kilichopita. Kuwatizama vijana kama wanasema partners. Yaani hawa tuweke kimkakati. Kama hapa mkakati ni afya, hapa mkakati ni uchumi, hapa mkakati ni mila na desturi. Tukiwatumia vijana sio tu tunabadilisha, lakini inakuwa mwisho kizazi kinachofuata haki. Kwa hiyo ninajaribu kushare nao kwamba hata kama kuna mikakati mingine, kuna muda unaweza kukuta tunaongelea afya, tunaongelea malaria, na kila sehemu, kila sekta imuingize vijana kama dirisha la mkakati wa kwamba hii itaishia hapa. Kama tukisema mwaka fulani labda tunaona tuna sera zinaishia 2030, zinaishia, haziwezi kuisha kama hakuna vijana ndani ya kile chumba. Gertrude Micheni ni mwenyekiti wa bodi ya shirika la kiraia la Jukwaa la Maendeleo ya Wanawake, Demokrasia na Haki FODAD nchini Kenya. Anasema kilichomtia moyo ni kushiriki kwenye vikao na majaji na mahakimu wanawake kutoka Kenya, akisema kuwa ushirikiano huo ni mwarobaini wa vikwazo vya haki kwa mwanamke. Tunaenda kuambia wanawake wako na haki ya kusema kile kinawadhulumu, na wakituambia sasa, tumejua majaji wetu wako tayari kutusikiza. Wakileta shida zao tutaenda kuwaambia. Tumejua kwamba hii shirika tukiungana na hawa majaji na wabunge wale wote tumekuwa nao hapa, wametuambia tukiwa na shida tukiwaambia watapeleka huko mbele. So tuko na furaha sana, hata si kwamba tumeweza kukutana na wao, tumeweza kuongea nao, na tunaamini kwamba Kajiado County haitakuwa vile ilikuwa. Nasalia na mshiriki kutoka Kenya, Elizabeth Waliuba, ambaye ni muasisi na mkurugenzi mkuu wa shirika silo la kiserikali la Imarisha Usawa, linalotumia mchezo wa mpira wa kikapu kusongesha haki za wanawake na wasichana. Yeye anasema jambo kubwa lilojifunza ni kwamba sasa ni wakati wa kutekeleza kwa vitendo walioafikiana na si kauli au vikao. Hatuhitaji sera peke yake katika upiganaji wa mambo za haki za kijinsia, ila tunahitaji pia utekelezaji halisi, na tunahitaji kujumuisha mahitaji na maneno ya jamii yetu, haswa ya wasichana na wanawake. Vile nimejifunza ya kwamba
ama nimeona nguvu ya vijana wanapopatiwa nafasi ya kujieleza na pia kushughulikia mambo ya haki na sheria, sana sana mambo ya wasichana na wanawake. Na mimi kama Elizabeth ninatoka hapa nikijua ya kwamba ninaenda kutumia nguvu ambayo niko nayo, ninaenda kutumia uwezo ambao nimepatiwa, na pia naenda kutumia sauti yangu ili kuendeleza mambo ambayo yamezungumziwa hapa katika kikao hiki mjini New York, na pia nitumie mbinu ambazo ninatumia katika shirika langu la Imarisha Usawa kuweza kusukuma mbele mambo ambayo yamepitishwa katika kikao hiki. Kwa Dr. Tulia Ackson, rais wa muungano wa mabunge duniani IPU, akizungumza nami, amemulika mkutano alioshiriki kujadili nafasi ya mabunge kuendeleza haki za wanawake na wasichana kwa kubadili katiba, sheria na tamaduni zinazomtazama mwanamke kama mtu asiyeweza kuongoza. Kuona namna ambavyo lazima tutazame dunia kwamba nusu yake ni wanawake, lakini hawa wanawake ndio waliozaa hiyo nusu nyingine pamoja na nusu yao wenyewe. Sasa tukimtazama mwanamke kama ni mtu ambaye ana nafasi kubwa sana, hatuwezi kumuondoa kwenye uongozi. Kwa hivyo tukiwa tunajadili haya, tunatamani wanaume wajue hilo kwamba sisi kama wanawake tuko 50% ama zaidi kidogo, lakini pia sisi ndio wazazi wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo hatutakiwi kuona tamaduni fulani zikimweka mwanamke kama mtu mnyonge ama kundi la watu wanyonge, lakini pia hatutamani kwamba mwanamke atazamwe kama mtu ambaye anatakiwa asubiri mwanaume aseme ndio yeye afanye. Kwa hivyo lazima tuanze kubadili taratibu. Hata sisi wanawake wenyewe tunajifikiria kwa namna gani? Ile habari ya kusema mwanamke anaweza akiwezeshwa na nani? Lazima tuanze kutazama kwamba kama mwanamke anaweza kuzaa dunia nzima, basi mwanamke ana uwezo wa kubeba majukumu ya kuongoza nchi. Shukrani sana Sunta Masoi kwa tathmini hiyo ya washiriki wa CSW70, na tunawatakia kila laheri. Basi kwa nukta hiyo tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio tukutane Jumatatu kwa kuwa kesho ni sikukuu ya Eid al-Fitri. Hivyo hatutakuwa na kipindi cha radio. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.